kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na vya nchi na vya nchi na vya chini na vya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo hakuna namna ya kusema utafika mbinguni pasipo kupita njia ya Yesu Kristo. Yeye ndiye haki. Kila ulimi, kila goti litapiga mbele zake. Yeye ndiye atakaye hukumu kwa haki. Bwana asifiwe sana. Yeye ndiye atakaye hukumu kwa haki. Ninarudia hadithi ambayo mtume anasema kwa kinywa chake. Hadithi ambayo mtume anasema kwa kinywa chake. Sahih Muslim au Sahih al-Bukhari 2222. Kasome Sahih Muslim 155. Inasema, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hivi karibuni mwana wa Mariam atakushukieni akiwa ni mwamuzi mwenye haki. Sasa Biblia inasema atakaye kuja kuamua kwa haki ni Yesu Kristo, wa Filipi 2:10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la viumbe vya mbinguni na vya duniani na vya chini na vya nchi. Kwa hiyo hakuna mwingine ila ni Yesu Kristo ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, popote pale mlipo, ninapenda kuwatangazia kuwa Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Hauwezi kufika mbinguni, hauwezi kuiona ahera pasipo Yesu Kristo. Tubu na uokoke, ukabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Maana hata huyo Muhammad anakiri kuwa nafsi yake ameiweka mikononi mwake yeye anayekuja kuhukumu ulimwengu kwa haki, ambaye ni Isa bin Maryam, ambaye ni Yesu Kristo.